Mfuko huu unahudumia sekta kuu tatu. Ya kwanza ni habari, inayojumuisha vyombo vya habari, content creators pamoja na waandaaji pamoja na vyombo vya habari. Na sekta nyingine ni sekta ya utamaduni na sanaa. Katika upande wa sanaa tunahudumia sanaa za maonyesho, filamu, muziki pamoja na ufundi. Katika upande wa eneo la utamaduni tunahudumia lugha pamoja na fasihi. Na katika upande wa habari tuna vyombo vya habari, tuna waandishi wa habari pamoja na content creators. Mfuko huu unatoa huduma kwa mtu mmoja mmoja, kikundi pamoja na makampuni. Kwa mimi naomba nichukue fursa hii kuwaomba ndugu zangu waandishi wa habari, vyombo vya habari, wasanii na wananchi katika maeneo hayo wachangamkie fursa hii, kwa kuwa serikali yetu imedhamiria kuwakwamua wao kiuchumi. Lakini pia naomba niwakumbushe wasanii wengine ambao wamenufaika tayari, nawakumbushe ya kwamba wafanye marejesho yao kwa wakati, ili mfuko wetu uendelee kuzunguka na uendelee kuwasaidia wasanii wengine katika maeneo mengine, hususani katika maeneo ya vijijini. Kwa hiyo hela ipo, Mheshimiwa Rais ameweka, serikali yetu tukufu imewekeza hiyo hela. Ni jukumu la wasanii, ni jukumu la wananchi kukimbilia fursa hii na kunufaika. Kwa ninaendelea kuwahasa, baada ya kunufaika na hela hii ya sanaa, ndugu zangu wasanii, muingize katika maeneo ambayo mmeyakusudia. Msipeleke hela katika maeneo ambayo hamjakusudia. Lakini baada ya hapo usimamie vizuri miradi yenu, mrudishe pesa kwa wakati, mfuko wetu uendelee kuwa mzunguko, pia wasaidie wasanii wengine katika maeneo mengine na mikoa mingine katika nchi yetu na katika eneo la Tanzania bara. Mimi ni mmojawapo wa mnufaika wa mfuko wa sanaa na utamaduni Tanzania. Sasa hivi nimechukua mkopo kwa awamu ya pili. Nilikuwa na ofisi moja, lakini sasa hivi nina ofisi ya pili. Ni ushukuru sana mfuko, kila siku zinavyozidi kwenda nazidi kupanda, sio kushuka. Nataka kuwashauri wasanii wenzangu, mfuko upo na pesa ipo ya kutosha. Morogoro tumepata mkopo wasanii, watu wa sanaa zaidi ya watu 50 tumefanikiwa. Ndani ya mkoa wetu tumepata zaidi ya milioni 800 kwa hao watu 50. Niwasihi tu wasanii wenzangu na watu wa sanaa kwa ujumla, mkamilishe vigezo na masharti ili muweze kupata mfuko huu. Kama vigezo havijakamilika, huwezi kupata huu mfuko. Na wale ambao tumefanikiwa kupata, tujitahidi kufanya kazi kwa bidii tuweze kurejesha ili tusiuangushe mfuko wetu. Mfuko wetu ili uendelee kuwa imara, ni sisi tuliokopa turejeshe kwa wakati bila ya usumbufu. Mkopo niliopata mimi awamu ya kwanza ilikuwa ni milioni 15. Na kiukweli kabisa umenisaidia kwanza kuboresha ofisi yangu, maana ofisi yangu ilikuwa haina mvuto. Lakini sasa hivi ofisi nimeiboresha vizuri. Baada kurudisha mkopo wa kwanza nikapewa awamu tena ya pili, nikapewa milioni 30. Baada ya kupewa milioni 30 nikaongeza mzigo mkubwa zaidi katika ofisi yangu. Mimi ukiachilia mbali kuimba tarabu, na pamba maharusi na kuwavalisha maharusi. Kwa hiyo mkopo wa pili umenisaidia kuagiza nguo nzuri za kuwavalisha maharusi na kununua makeup mbalimbali kwa ajili ya kuboresha kazi yangu ya sanaa. Ushauri wangu kwa upande wa mfuko, waendelee kutuamini kama sisi tunavyo waonyesha uaminifu. Tukiomba pesa nyingi, kwa mfano kama mimi nipo kwenye milioni 30, lakini ikitokea ghafla nasema nataka milioni 100, wasisite kunipa. Wanipe kama nina dhamana nzuri zinazofaa, wanipe ili niendelee kufanya makubwa zaidi ya yale ambayo wao hawawezi kutegemea kama mimi naweza nikafanya. Kwa hiyo watuamini, wakituamini na sisi tutajiaminisha zaidi kupitia pesa hizo. Sababu tunatamani tuendelee kufanya vitu vizuri, tuendelee kuipaisha Tanzania yetu, tuendelee kupaisha mfuko wetu, kwa maana sisi wasanii au wanasanaa tukifanya vitu vizuri na maendeleo makubwa zaidi tukiyaonyesha, ndio sifa zinapatikana sehemu zote. Kwangu mimi msanii, kwa mfuko na kwa nchi yetu.